kuwa furaha. Kuna vitu vya kuvifahamu kwa habari ya majaribu, na wale ambao tumekuwepo hapa karibia wiki mbili hivi za Jumatano tumekuwa tukiendelea kujifunza somo hili, na sasa nitafanya kitu kimoja kwa sababu watu wengi wapo leo ambao hawajalisikia. Nitaweka kidogo kwa haraka katika zile hoja ambazo tumezipitia ili kila mmoja apate, lakini sana tutaenda kutulia katika hoja moja kwa ajili yetu leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza ambalo tunaweza kulitumia ili kuweza kugeuza zile huzuni zetu na kuwa furaha ni kumwambia Mungu mambo yanayokuondolea furaha. Kumwambia Mungu mambo yanayokuondolea furaha, vitu ambavyo vinakuondolea furaha katikati ya maisha yako. Na katika kumwambia Mungu tunamwambia kwa namna gani? Tunaweza kuwa tukamwambia Mungu kwa njia ya maombi, lakini pia tunaweza kumwambia Mungu kwa njia ya kuimba. Mtu anaweza kuwa na hali fulani ambayo anashindwa kabisa kuwa kwenye maombi, kwa anahitaji kumwambia Mungu kwa namna fulani ili hoja ya Mungu ipate kufika. Pengine anaweza kufanya maombi, anaweza kufanya maombi. Ukiendelea Luka hilo sura ya 5 ule mstari wa 12 utaona anasema palikuwa na mtu mmoja mwenye ukoma, na yule mwenye ukoma akamwambia Yesu wakati wa kusanyiko, akamwambia Yesu, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa, ukitaka waweza kuniponya, ukitaka waweza. Kwa hiyo akachukua muda wa kumwambia Mungu kwamba Mungu, nina 1, 2, 3 ninayopitia, kwa hiyo naomba upate kunisaidia. Na tulisema kuwa katika sura ile ya 5 hapo mstari ule wa kwanza unakuja mpaka wa 11 utaona akina Petro na wavuvi wenzake, wao hawajamwambia Mungu changamoto yao, lakini baada tu ya Yesu kutumia chombo chao, basi Yesu anamaliza anamwambia, tweka mpaka kilindini ukatupe nyavu ukapate kuvua samaki. Kwa hiyo tukasema ya kuwa mazingira yote mawili yapo kwa mwanadamu. Kuna wakati ambapo Mungu hahitaji useme changamoto yako, kabla hujasema ameshatenda. Lakini haina maana kwamba ndio wakati wote tusiseme, ndio wakati wote tusifanye, ndio wakati wote tusimwambie Mungu. Kumbe kuna wakati tunahitaji tumwambie Mungu, na Mungu mwenyewe amekusudia kitu kwamba lazima ifike mahali tumwambie, tuzungumze. Ni kweli Biblia inasema Mungu anajua mambo tunayoyawaza, tunayoyatenda na tunayoyasema, anajua yote. Kwa hiyo Mungu anajua changamoto, anajua shida ulionayo, anajua kabisa. Lakini kuna kipengele kingine ambako kanakuwa ni kama huyu mkoma, inakulazimu wewe mwenyewe upate kuzungumza, upate kusema kwamba Mungu, nina 1, 2, 3. Watu wengi wanaweza kuwa mahali alafu akasema, Bwana, Mungu anajua tu mambo yangu ninayoyapitia, sina sababu ya kumweleza sana, sina sababu ya kusema kwa sababu Mungu anajua. Mwingine anakwambia wakati wa Mungu ni wakati sahihi, kwa hiyo mimi naona nitamngoja tu Bwana. Sasa anapomngoja wakati wa Mungu kweli ni wakati sahihi, lakini unapolitumia, unaendelea kuomba, unaendelea kumwambia Mungu, unaendelea kupambana kwamba angalau Mungu apate kupokea lile haja ya moyo wako, apate kusikia hitaji la moyo wako, ama umetulia unasema wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Kwa hiyo watu wengine wanasema hakuna sababu ya kuendelea kuomba, hakuna sababu ya kudumu sana kwenye maombi, kwa sababu litakalo Mungu atalitenda. Anajua hali yangu ninayoipitia, anajua changamoto zangu ninazosikia, kwa hiyo sina sababu sana ya kuendelea kuomba. Na ndio maana hata mtu anaweza akasema hakuna sababu ya kwenda kwenye maombi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu akitaka kutenda atatenda tu, Mungu akitaka kufanya atafanya tu. Sasa wakati tunajifunza tukaja kuona kitu cha pekee hapa. Kumbe kuna wakati tunahitaji kumwambia Bwana mambo yetu apate kuyachiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati Mungu anasubiri sauti
ya kwako. Hakuna wakati Mungu anataka uchukue hatua, useme wakati huu nitatengeneza muda mzuri wa kumwambia Bwana. Kuna wakati anasema lazima utaacha mambo yote, utaacha chakula, utaacha vitu vikupendezavyo kwa ajili ya ajenda ile ile. Sio kwamba Mungu hajui, wala kwamba sio Mungu hajui kwamba unapitia changamoto. Anajua ya kweli kwamba unapitia changamoto, lakini pengine anataka katika jambo hilo upate kumtafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya.